بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa letu la at-tarbiyah, darasa la malezi katika sehemu yake ya 4, na tutakumbuka kwamba katika sehemu 3 zilizopita tulizungumzia hatua mbalimbali ambazo napitia malezi ya Kiislamu kwa mtoto mdogo, na darasa iliyopita ambayo ilikuwa ni darasa ya 3 tulizungumzia maana ya aqiqa, ai kumchinjia mtoto katika ile siku ya 7, hikma yake, hukumu yake na yanayotakikana katika swala zima la aqiqa. Na tuliangalia kwa mapana kabisa rai za wanazuoni wa Kiislamu kuhusiana na swala hilo, na tukahitimisha na rai ambazo zinakuwa na nguvu na ambazo ndizo zinazotakiwa kutekelezwa na Waislamu kwa watoto wao, ikiwa ni mojawapo ya haki ambazo wazazi wanatakiwa kumfanyia mtoto katika kumkirimu na kuonyesha shukrani zao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapenzi wasikilizaji, katika darsa ya leo ambayo ni darsa namba 4 katika somo hili la malezi ya Kiislamu, tutaangalia kumpa jina mtoto, na kama muda utaturuhusu insha Allah, basi tutaangalia vile vile jambo jingine muhimu, nalo ni jambo la tahara kwa watoto zetu. Jinsi gani tunatakiwa tuwafanyie tahara watoto zetu tunapokuwa tumewapata, basi ni wakati gani na jinsi gani na vipi inakuwa. Insha Allah kama tutapata fursa ya kuweza kuingia huko, nayo tutazungumzia swala hilo ambalo ni moja katika masuala muhimu yanayoweka utangulizi wa malezi bora ya kiafya na kimwili kwa vijana wetu. Tukianza, hebu tuangalie hili swala la kumpa mtoto jina. Inafahamika katika jamii mbalimbali na sehemu nyingi kwamba mtu yeyote anapokuwa amempata mtoto wake, basi inamlazimu ampe jina, ili kwa jina lile yule mtoto aweze kufahamika na wenzake na aweze kumaizika, yani kutenganishwa na wengine. Pindi linapoitwa jina lile, basi huwa yeye hushtuka, kwa sababu ni kitu ambacho kinamhusu na ni kitu ambacho kama vile ni anwani yake au ndiyo alama yake ya kutambulikana kwake kwa watu. Hili ni jambo muhimu, ni jambo la kimaumbile, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliumbia katika nafsi zetu. Ni vigumu sana kumkuta mtu hana jina, na ukamuuliza, bwana wewe jina lako nani? Akasema mimi sina jina bwana, mimi ni mtu tu. Sasa hii kusema kweli itashangaza, na inaweza kawa ni moja katika vichwa vya habari vya vyombo vya habari kwamba kuna mtu ulimwenguni hana jina, lakini ni nadra sana kutokea kwamba kukawa kuna mtu ambaye hana jina, bali binadamu wote hupewa majina ima na wazazi wao, na kama sio na wazazi wao basi na ndugu zao waliokuwa wamewalea karibu, na kama sio ndugu zao basi jamii huwapa jina tu, kwamba huyu bwana jina lake hatulijui, basi tutampachika tu jina kutokana na jinsi alivyo au na kitu kama hicho. Haya ni mambo ambayo tutakuja kuyaona huko mbele katika darasa letu, lakini tunachokubaliana nacho kimsingi ni kwamba binadamu wote hupewa majina, na yale majina kusema kweli, majina ambayo mtu anapewa yanatokana na yanaathiriwa na tamaduni na mila na desturi na mtazamo wa watu. Hii ni katika jamii mbalimbali. Tunafahamu kwamba unaweza kumkuta mtu akawa labda anaitwa Mvua, kuna mtu mwingine kutokana na lugha yao huko, kuna mtu mwingine labda asili yao wao ni wafua chuma, basi utakuta mtu anaitwa Smith. Hilo nalo ni jina. Basi majina yanatokana na mazingira
na athar na mitazamo ya watu wa sehemu hile, basi hiyo huwapelekea nao wakaamua kutoa majina yanayofanana na mazingira ambayo yanawazunguka. Kuna maeneo mengine ukienda utakuta watu wanaitwa majina ya wanyama. Unaweza ukashtuka ukashangaa, ni sehemu ziko hapa katika nchi yetu ya Tanzania, ukafikiri mbona huyu anamtukana mwenzake, lakini ukweli wa mambo kwamba hamtukani, ndio jina. Nakumbuka mimi nilikwenda katika mkoa mmoja kusini mwa Tanzania, basi kule watu wengi sana, utakuta mtu anaitwa tembo, utakuta mtu anaitwa mapunda, utakuta mtu anaitwa nguruwe, utakuta mtu, ni majina ambayo watu wanapeana kutokana na zile tamaduni zilizoko katika sehemu ile. Kwa hiyo dunia nzima utakapokwenda, basi utakuta kila mtu au kila jamii, kila kabila au kila mila, kutokana na utamaduni wao, basi hutoa majina kutokana na tamaduni zile. Sasa sisi kama Waislamu tunasema kwamba hatuna utamaduni mwingine usipokuwa utamaduni wetu sisi ni wa Kiislamu. Unapokuwa wewe umesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ina maana kwamba wewe kabila lako ni la ilaha illa Allah, mila yako ni la ilaha illa Allah, mazingira yako ni la ilaha illa Allah, lugha yako ni la ilaha illa Allah. Wewe unaishi kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah sio neno tu ambalo linasemwa likaachwa na ukafuata mila na desturi zingine, la hasha. La ilaha illa Allah ni utaratibu wako wewe wa maisha, kwa sababu unavyosema hivyo ina maana kwamba wote wenye kutunga sheria, wote wenye kukuathiri unaweka pembeni, unamweka mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye peke yake ndiye utakayefuata mafundisho yake, utakayefuata hukumu yake na utakayefuata maelekezo yake. Kwa hiyo kwa Muislamu ni lazima aishi katika mazingira ya kimwenyezi Mungu, aishi katika sharia zilizoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aishi katika mafundisho hata yakiwa ni madogo madogo yale yaliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kama tulivyoona huko nyuma, Uislamu haukusaza, Uislamu haukuacha kitu isipokuwa kitu kile kimefundishwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kwamba leo nimewakamilishieni dini yenu na nimewatimilizia juu yenu neema zangu na nimeridhia Uislamu uwe ndio utaratibu wenu wa maisha. Kwa hiyo huu utaratibu wa maisha ni kama vile tulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo kwa Muislamu hana khiari, akasema kwamba yeye ana khiari ya kumpa mtoto wake jina alitakalo, akachagua jina la mnyama yeyote yule akampachika mtoto wake, kwa sababu hiyo ni mila na desturi yake. Tunasema basi kama hiyo ni mila na desturi yake, ameiacha mila ya Kiislamu na desturi ya Kiislamu, imani yake na Uislamu wake unakuwa haujakamilika. Bali anatakiwa cha kwanza aangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha nini katika masala ya majina, ili na yeye aweze kutoa humu ndani jina gani anaweza akampa mtoto wake kwa lugha inawezekana ikawa ni lugha yake, lakini ikawa ina msingi uliowekwa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndugu zangu Waislamu na wote mnaonisikiliza, swala hili la majina ni swala muhimu katika malezi ya mtoto. Ni swala ambalo linaonyesha ulimtarajia nini mtoto wako na unatarajia atakuwa nini mtoto wako katika jina utakalompa, kama ambavyo tutakuja kuona katika mafundisho mbalimbali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo tujaribu kuangalia katika hatua hii ya kwanza ni wakati gani ambao mtoto hupewa jina? Ni wakati gani ambapo mtoto hupewa jina? Je, mtoto hupewa jina akiwa tumboni mwa mama yake, au hata kabla hajazaliwa, au akishafikisha labda mwaka mmoja, au siku ile ya kwanza? Tuone wanazuoni wa Kiislamu wanasemaje na wanazichambua vipi hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala hili. Katika hadithi iliyopokewa na ashabi sunan, wale maimamu wakubwa ambao wamepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Samra قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kila kijana atakuwa rehani ya aqiqa wake, ya kuchinjiwa kwake. Nadhani swala hili, somo hili tumekusha liona kwa upana. Atachinjiwa siku ya 7 na atapewa jina katika siku hiyo na atanyolewa nywele katika siku hiyo.
Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii tunaona kwamba kupewa jina kwa mtoto kunakuwa katika siku ya 7, siku ambayo atachinjiwa na siku ambayo atanyolewa nywele, basi na siku hiyo ndio atakayepachikwa jina lake ambalo atajulikana kwa jina hilo muda wote wa maisha yake. Kwa hii ni moja miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoweka kwamba ni wakati gani utampa mtoto wako jina. Lakini kuna hadithi nyingine sahihi vile vile ambazo zinafidisha kwamba kumpa mtoto jina inakuwa ni katika siku ile ile aliyokuwa amezaliwa. Mfano wa hadithi hizo au miongoni mwa hadithi hiyo ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim an Sahl ibn as-Sa'idi qala utiya bil Mundhir ibn Abi Asyad ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam hina wulid fawada'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala fakhdihi wa Abu Asyad jalisun فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله أي أرجعناه. فقال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا ولكن اسمه المنذر. katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile tunaona kwamba tunahadithiwa kwamba huyu al-Mundhir ibn Abi Asyad alimleta mtoto wake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa amempakata yule mtoto na akacheza naye kidogo, kisha akamrudisha kwa baba yake na wale nao akamrudisha nyumbani. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amekumbuka kitu, akauliza je, mtoto yule anaitwa nani? Na alikuwa ndo ametoka kuzaliwa tu. Baba yake akasema anaitwa, akamtajia jina ambalo alimpa, akamwambia anaitwa fulani. Akasema la, basi muite al-Mundhir. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo ya kuzaliwa alimpachika jina mtoto huyo kwa kumuita al-Mundhir. Hii ni moja katika hadithi ambazo wanazuoni wa Kiislamu wanasema ni dalili ya kuonyesha kwamba inafaa vile vile kumuita mtoto katika siku ile tu alipozaliwa na bila kusubiri siku ya 7. Vile vile katika hadithi nyingine ilipokewa na Muslim katika hadithi ya Suleiman ibn al-Mughira عن الثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي ليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. kwamba katika hadithi ya Suleiman ibn al-Mughira kutoka kwa Thabit kutoka kwa Anas radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nilipata mtoto katika usiku huu na nikamuita kwa jina la baba yangu, nikamuita Ibrahim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alipopata tu mtoto siku hiyo hiyo hakungojea hata siku ya 7, alimuita kwa jina la Ibrahim. Kwa hiyo tunapata mafundisho kwamba katika hadithi hizi tulizoziona jambo la kumpa jina mtoto ni wakati gani ni jambo ambalo lina wasaa, lina nafasi kwa wewe mwenyewe Muislamu kuangalia. Kama unaona kwamba jina lilikuwa liko rede limeshapatikana, basi ni juu yako kumpatia siku ile ile anapokuwa amezaliwa, ukampatia mtoto wako, ukampa jina ambalo umeliona wewe, umeliweka wewe na linafaa, ukampa katika siku ya kwanza. La, ukiona kwamba bado jina halijakaa vizuri, unatafakari majina yaliokuwa mazuri zaidi na unatafuta muafaka labda na jamaa na familia yako kwa ujumla, basi unaweza ukasubiri mpaka siku ya 7 ili jina likitoka basi liwe ni jina moja liliokubalika kwa watu wote. Kwa sababu mara nyingine kuna mvutano kati mama anataka jina, wewe unataka jina, bibi anataka jina, sijui nani anataka jina hili, basi unachanganyikiwa pale na furaha ile ya kupata mtoto, hujui utamuita nani. Ukifanya haraka pale unaweza kujishtukia kwamba mtoto akatoka na majina mawili, wewe ukawa na jina lako na mama naye akawa na jina lake, basi tena mtoto akakuwa na majina hayo, akiitwa na baba anaitwa kwa hilo, akiitwa na mama anaitwa kwa jingine. Ni vizuri ukatokea muafaka katika swala hili kama itaonekana kuna haja ya kusubiri mpaka siku ya 7 ili mama naye afute pumzi zake vizuri, mpate kushauriana vizuri na mumpe jina ambalo mtakuwa wote kwa pamoja mnaliona kwamba jina hili mmelikubali na litakuwa lina mustakbali mzuri na yule mtoto, basi ni vizuri kafanyika. La, kama mmekubaliana kutangia awali, basi siku ya kwanza tunapozaliwa mtoto yule anatakiwa apatiwe jina, na kama sio hivyo basi ni siku ya 7, ile siku ya hakika, siku atakayechinjiwa na siku atakayenyolewa nywele zake, basi pale ndio apatiwe jina. Katika sehemu ya pili tutaona kwamba ni majina gani ambayo yanapendeza kwa mtoto na majina ambayo hayapendezi. Kwa sababu katika Uislamu tumeona kwamba kuna majina ambayo hayaendani sambamba na utamaduni wetu sisi kama Waislamu. Huwezi kumuita mtoto wako majina ya kuchukiza, majina ambayo akiitwa mbele za watu yanakuwa ni kama vile unamfedhehesha,
lakini wewe tu ukajali labda mila na desturi au na mazingira uliyompatia yule mtoto, basi kusema kweli haya katika Uislamu yanakuwa hayapo, bali mafundisho ya Kiislamu yametufundisha kwamba tuwaite watoto wetu katika majina yaliyokuwa mazuri. Na miongoni mwa mafundisho hayo ni katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud bi isnadin hasan kutoka kwa Abi Darda radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. Kwamba hakika nyinyi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtaitwa siku ya kiyama kwa majina yenu na majina ya baba zenu, basi yafanyeni mazuri majina yenu. Kwa hiyo siku ya kiyama katika ile daftari la kuwaita mtu mmoja mmoja kutakuwa tutaitwa kwa majina yetu tuliopewa na wazazi wetu. Kwa hiyo kama jina lako litakuwa ni jina baya, huoni kwamba haipendezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuitwa mbele ya umma ule wote kwa majina ambayo ni mabaya. Kwa hiyo haya ni mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, chagueni au fanyeni mazuri majina yenu, kwa sababu ni majina ambayo mtakuja kuitwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine iliyopokewa na Muslim katika sahihi Muslim kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman, kwamba hakika majina yanayopendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumuita kijana wako Abdullah au Abdurrahman, kumuita Abdalla au Abdurrahman kama tunavyosema kwa Kiswahili. Kwa haya ni majina ambayo yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza umenasibisha wewe utumwa wako kwa Mwenyezi Mungu, wewe ni mja wa Allah, Abdullah mja wa Allah, mtumwa wa Allah, au Abdurrahman mja wa mwenye rehema na mwenye kurehemu. Kwa haya ni majina ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa unapokuwa umpata mtoto wa kiume, basi haya tayari yamekushawekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni miongoni mwa majina yenye kupendeza zaidi. Vile vile kuna majina ya kike ambayo yanapendeza zaidi kuitwa kwa mtoto wa kike kuliko mengineyo, tutakuja kuyaona wakati wake utakapofika. Vile vile ni juu ya mzazi kumuepusha mtoto wake na majina mabaya, majina ambayo yanagusa utukufu wake, ambayo yanamfedhehesha na kumdhalilisha mbele ya jamii pale anapokuwa anaitwa. Na haya vile vile tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile tunahadithiwa Nabii Aisha radhiallahu anha alikuwa akibadilisha watu majina pindi anapoona huyu mtu jina lake, akimuuliza akikuta jina lake yani limekaa vibaya kutokana na hali jinsi ilivyo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimbadilisha. Katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka kwa Ibn Majah kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anna ibnata li Umar kana yuqalu laha Asiya fasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamila, kwamba mmoja katika mabinti wa Saidna Umar radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee alikuwa akiitwa Asiya. Na tunajua maana ya Asiya. Asiya maana yake ni mwasi, mtu mwasi, asi mwenye kufanya makosa, asiyekubaliana na jambo. Asi yani ni mtu ambaye anapingana na kitu fulani, huyu bwana mwasi sana. Kwa hiyo asi ni jina, lakini sio jina zuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalibadilisha jina lile akamuita Jamila, akamuita kwamba Jamila maana yake ni kitu kizuri. Kwa hiyo akamtoa katika jina la Asiya akamuita katika jina la Jamila. Kwa hiyo huu ni mfano uliokuwepo katika zama zile za binti huyu wa Umar radhiyallahu anhu, alikuwa akiitwa Asiya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Jamila. Kwa hiyo sasa hivi vile vile kuna majina mengi ambayo kusema kweli wazazi wamekuwa wakiwapa watoto wao kwa sababu wanazozifahamu wenyewe na kutokana na mazingira. Utakuta mtu akimuita mtoto wake labda Sikudhani au Sikudhania, yani ni jina ambalo umempa mtoto kutokana na mazingira yako wewe. Kwa hiyo unataka yule mtoto aishi katika mazingira yako wewe muda wote. Kwa hiyo ni kama vile unampa matatizo yako aishi naye milele. Kwa hiyo hili kusema kweli si swala la uadilifu kumpa mtoto jina ambalo limetokana na matatizo yako wewe. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba mtoto anaweza anaitwa Cheusi, cha usiku, anaitwa mtoto anaitwa Shida, anaitwa Masikitiko, anaitwa majina mengi ambayo yanaashiria katika masala ya shida ambazo kusema kweli
hayamhusu yule mtoto, hakuwepo, hakusababisha vitu vile, lakini wewe unataka kudumisha zile shida, unataka kudumisha yale mazingira ambayo ulikuwa nayo, unataka kuzidisha yani zile hisia zako za zilizokuwa zimekupata wakati ule ukazirithisha kwa mtoto yule. Sio daftari la kuandika diary zako wewe na kumbukumbu zako. Yule ni mtoto, ana maisha yake ambaye atakuja kuishi hapo baadaye. Kwa hiyo sio vizuri kumpa kitu ambacho kinaashiria matatizo ambayo yalikutokea wewe au dhana ulizokuwa nazo wewe au hali fulani ya kihisia ambayo ulikuwa nayo. Mpe mtoto jina zuri, jina ambalo litakuwa na mustakbali mzuri kwa hapo baadaye, na wala usimrithishe jina ambalo kusema kweli linakuja kuwa tatizo katika jamii. Kuna watu wanaitwa majina kusema kweli ukisikia unaweza ukashangaa. Mtu mmoja mimi anaitwa Baradhuli, sikuamini kwamba lile ni jina lake. Ilifikia mpaka nikamuuliza, nikamwambia Sheikh, mbona unaona watu wamekuzoea kwa jina hili, uone kwamba ni sio vizuri? Akasema hapana, hili ni jina langu bwana, naitwa Baradhuli mimi. Sasa hebu fikiria hawa wazazi wawili ambao walikaa, kama ni wawili au mmoja, akamuita mtoto wake Baradhuli. Tunajua maana ya Baradhuli, yani ni jitu hovyo, jitu katili, jitu halina maadili yoyote. Sasa mzazi kweli amempa mtoto wake Baradhuli, jina Baradhuli. Alikuwa anatarajia huyo mtoto atakuwa katika mazingira yepi? Na ni jina ambalo kijana amelikubali na laendelea katika jamii, na mtu akiliita mpaka acheke kwanza mwishoni kwamba la. Na watu wote walioko pale hushtushwa kusikia kwamba kuna mtu anaitwa Baradhuli. Kwa hiyo kuna majina kama hayo ambayo kusema kweli hayapendezi kwa Muislamu kumuita mtoto wake. Ni bora akamtafutia jina lililokuwa zuri, jina ambalo limetokana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama si hivyo basi ni jina ambalo katika lugha ya kwake, katika mila ya kwao lina maana nzuri ambayo italeta mafanikio na italeta anapoitwa hatajisikia unyonge au hatajisikia kwamba amedhalilishwa mbele ya watu wengine. Kwa hiyo tumeona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha majina mengi ya vijana alipokuwa kiasikia, anayabadilisha kwa katika majina yaliyokuwa mazuri kama tulivyoona kutoka kwa hadithi hiyo iliyopita. Na katika hadithi nyingine ya Bukhari kutoka kwa Said ibn al-Musayyib kutoka kwa baba yake kutoka kwa babu yake anasema nilikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babu yake Said ibn Musayyib anasema nilikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanambia faqal masmuk, jina lako ni nani? Qultu Haznun, yani nikasema kwamba jina langu ni Haznun. Haznu maana yake ni aina fulani ya ukatili na ubabe. Faqala anta sahlun, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi hapana, wewe ni wepesi. Sio tena masuala ya ukatili na ubabe au ugumu, wewe ni wepesi, inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anabadilisha majina katika misingi kama hiyo. Kuna watu walikuwa wanaitwa Kala Moto, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabadilisha kwamba hapana, wewe sio Kala Moto. Kuna watu walikuwa wanaitwa Vimondo, unajua Vimondo ni zile nyota zinazopiga mashaitani zile. Kwa hiyo Kimondo, mtu anaitwa Kimondo, kitu cha moto. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabadilisha majina kama hayo. Kuna watu wengine walikuwa wanaitwa Shubiri, kama Hanzala ni Shubiri, au Murra ni Shubiri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa Shubiri ya nini? Jina linahusiana upi na vitu vichungu kama hivyo? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabadilisha hawa watu kutokana na majina ambayo walikuwa wakiitwa, na akiwaita katika majina hayo yaliokuwa mazuri kama Abdullahi, Abdurrahman, na majina mengine ambayo yalikuwa yanaashiria alama za uchamungu na alama za kumuonyesha kwamba huyu mtu ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumeona katika mafundisho na katika hadithi ambazo tumezipitia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibadilisha majina kutokana na ubaya wa yale majina, au kutokana na dhana nzima ya kwamba lile jina linaweza likamsababishia yule kijana baadaye akawa ni mtu mwenye kunyongeka au katika mtu mwenye huzuni kutokana na jina lenyewe lilivyo. Na kusema kweli katika ada za Kiarabu ilikuwa kumuita mtoto jina zuri ilikuwa inaonekana ni kama vile kumpa kitu, yani unamnyima ile shakhsia yake, kwa sababu katika shakhsia ambazo Waarabu walikuwa wakipenda kusifika nazo ni shakhsia za ujasiri, shakhsia za ushujaa, shakhsia za kwamba hata jina tu likitajwa basi linaleta kero kwa watu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mila na desturi za Kiarabu. Mtu anaitwa Harbun, yani huyu bwana ni vita huyu. Mtu anaitwa Narun, huyu bwana ni moto bwana. Mtu anaitwa Jamratun, huyu bwana ni kaa, ukilishika litakuchoma. Mtu anaitwa Murran, huyu ni kitu cha uchungu. Mtu anaitwa Hanzala, huyu bwana ni Shubiri. Kwa yote haya ni majina yalikuwa ya vitisho ya ubabe, ya ukatili, ya unyama. Hiyo ilikuwa ni katika zama zile za ujahilia, wakati Waarabu wakijisifu kwa dhulma,
wakijisifu kwa kudhulumiana, na jina likionekana jina zuri basi linaonekana labda jina la kike ili halifai. Kwa hiyo ilikuwa ni mila na ada za Kiarabu kuwaita watoto wao katika misingi kama hiyo. Lakini alivyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha majina mengi sana, na akaweka utamaduni wa kuwaita watoto wao majina tofauti. Kwa hiyo wengi sana baada ya kuwapata watoto wao walibadilisha zile tamaduni na kuanza kuwaita majina ya amani, majina yanayoashiria upendo, majina yanayoashiria vitu vizuri, katika kuleta hisia zilizokuwa nzuri katika jamii waliokuwa wakiishi. Kwa hiyo vile vile sisi Waislamu ambao tunaishi katika jamii na mila nyingine tofauti na makabila tofauti, ni vyema tukachagua majina yatakayekuwa yana maana nzuri kwa watoto wetu, majina ambayo yatakuwa yanarandana na dini yetu ya Kiislamu, majina ya amani, majina ya usalama, majina yenye kuonyesha uzuri, yenye kuonyesha usafi, yenye kuonyesha msimamo, yenye kuonyesha khuluq na adabu zilizokuwa nzuri. Ni vizuri tukaitana majina hayo na wala tusiitane majina ambayo hayafanani na tabia hizo. Na hasa kwa upande labda wa wasichana, unapokuwa unamuita binti yako jina, basi usichague nalo jina ambalo lina uzuri, lakini lina uzuri kwa maana ya utamu. Hii haipendezi, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile katika mafundisho mengine alikuwa amekemea. Ukamuita mtoto wako labda jina la pipi, au ukamuita mtoto wako sukari, au ukamuita mtoto wako halwa. Hivi ni majina haya hayapendezi kumuita mtoto wa kike kusema kweli. Sasa unapomuita pipi maana yake nini? Mtu anajiuliza, mtoto huyu binti anaitwa pipi maana yake nini? Yani yeye mwili wake jinsi alivyo kwa yote ni utamu tu, au unamuita halwa, vitu ambavyo kusema kweli havipendezi. Au kumuita labda kuna wengine walikuwa kuita haifa, yani kwa Kiarabu kwa maana ni msichana mrembo wa umbile, yani mwenye mrefu mwembamba. Kwa hiyo ni si vizuri, haipendezi katika Uislamu kumpa binti yako jina ambalo likitajwa litakuwa linaashiria kutokuwa na stara au kutokuwa na hijabu katika hata jina lake. Kwa hiyo ni vizuri ukampa majina ambayo yanaashiria maana nzuri, majina ambayo ni ya wake wa maswahaba, wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mabinti zake, au majina ambayo yanapatikana katika jamii yako lakini yakawa ni majina mazuri ambayo yanafurahisha na yanapendeza pale ambapo anaitwa. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu kuhusiana na masuala mazima ya kumuita mtoto wako jina. Vile vile haipendezi kumuita mtoto jina ukampachika jina lile akawa ni mja wa mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili kusema kweli limeenea katika jamii yetu, na katika baadhi ya makabila utakuta mtu anaitwa Abdun Nabii au Abdur Rasul. Kwa haya ni majina ambayo hayapendezi, kwa sababu hakuna mja wa mtume, hakuna mja wa nabii, bali mja ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo muite Abdurrahman, Abdullah, Abdul Karim, Abdur Rauf, Abdul Manan, Abdul Aziz, Abdul Rashid, ukamuita katika majina haya kwamba ni mja wako, majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haipendezi kumuita Abdur Rasul au Abdun Nabii, kwa sababu hakuna mja wa rasuli wala hakuna mja wa mtume. Haya ni majina ambayo katika Uislamu vile vile yamekatazwa kuyaita kwa misingi hiyo. Kwa hiyo kumuita, kama unamuita basi umuite mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina ambayo yamepewa, na wala si mtumwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu vile vile kuhusiana na masuala mazima ya kumuita mtoto kwa jina ambalo linakuwa ni zuri. Na haipendezi kusema kweli kumpa jina la utani ambalo vile vile ni baya, kwa sababu kuna baadhi ya mila kumpa mtoto jina vile vile kumpa jina jingine ambalo linaashiria kitu ambacho anacho. Kwa hiyo anaweza akawa na jina akaitwa labda Asha, lakini pale pembeni akapewa jina jingine labda cha usiku kwa sababu alizaliwa usiku. Hii haipendezi kuwa na majina mawili ambayo yanakuwa yanakabiliana katika misingi kama hii. Au kumpa jina ambalo ni mtoto wa kiume ukampa jina anaitwa Abdullah au anaitwa Hassan au anaitwa Hussein au anaitwa Abdurrahman au jina lolote katika majina ambayo ni mazuri kwa mujibu wa tamaduni zetu za Kiislamu, na ukampa na jina jingine ambalo linavunja jina hili la kwanza,
jina ambalo halina maana nzuri au jina ambalo linaashiria tamaduni fulani, ukampa labda jina la mnyama pale pale pembeni kwa sababu ni mila ndio inasema hivyo, haifai. Ni kumpa jina moja tu, jina zuri, jina litakalofahamika kwamba hili ni jina la huyu hapa kijana, na ni jina ambalo ni zuri, hata likiitwa yeye moja kwa moja atakuwa anajifahamu ni yeye, na wala hatajihisi ubaya wote katika kuitwa kwa jina lile. Kwa hiyo tunachokizungumzia na kukisitiza hapa ni kwamba Muislamu utamaduni wake ni wa Kiislamu. Muislamu anatakiwa afuate mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kitu chote kingine. Kwa hiyo hichi ni kitu cha msingi sana, na Uislamu unaingia mpaka katika makabila yetu, katika mila zetu, katika desturi zetu, unasahihisha na kuweka sawa yale ambayo yamekuwa yamekaa upogo na ambayo hayaendani sambamba na mafundisho ya Kiislamu. Na Muislamu anatakiwa akubaliane na haya, kwa sababu yeye akisema tu la ilaha illa Allah aelewe kwamba amejiingiza katika kundi la Kiislamu, katika mila za Kiislamu na katika tamaduni za Kiislamu ambazo zinamlazimisha au zinamcontrol maisha yake yote, kuanzia anapoamka mpaka jioni, na kuanzia anapozaliwa mpaka anapoingia kaburini. Kwa hiyo haya yalikuwa ni baadhi ya mafundisho ambayo tumeyapata kutokana na swala zima la kumuita mtoto, kumpa mtoto jina. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile ametufundisha kwamba inapotokea kukawa na mzozo au na mvutano kati ya wazazi wawili katika jina, basi jina atakalolitoa baba ndio jina linalopita. Kwa hiyo baba ana kura ya veto kwamba mimi nataka mtoto wa jina hili hapa. Kama ni jina ambalo si la kumwasi Mwenyezi Mungu, ni jina zuri, basi inalazimika familia yote ikubali, kwa sababu yeye ndio mwenye kubeba ubini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Ahzab aya 5, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatun 'inda Allah, kwamba hawa watoto waiteni kwa nasaba ya baba zao, huo ndo kufanya uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama wewe jina lako ni fulani, lazima itakuwa ibnu fulani, jina la pili litakuwa ni baba yako. Kwa hiyo baba hapa anakuwa na haki kwa sababu yeye ndio mwenye kubeba ile nasaba. Kwa hiyo mtoto wake anapokuwa na jina ambalo yeye analiridhia, ina maana kwamba utakuwa umefanyika uadilifu, kwa sababu jina lake litakuwa limeambatana na jina la mtoto wake, na atakapoulizwa wewe ni nani, basi atasema mimi ni fulani ibnu fulani ibnu fulani. Kwa hiyo baba hapa atakuwa na haki zaidi ya kuchagua jina la mtoto wake kuliko mama na kuliko ndugu wengine pale inapotokea mzozo. Lakini ni vizuri wote wawili wakakubaliana, kwa sababu huyu ni mtoto wao, wakafikia katika kumpatia jina lililokuwa zuri zaidi. Lakini kama watatofautiana, basi tumesema kwamba ataitwa baba, ndo atakayekuwa na mamlaka ya kusema huyu mtoto ataitwa jina gani. Katika masuala haya majina vile vile tumekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupeana majina yasiyokuwa mazuri. Wala tanabazu bil alqab, hii ni surati al-Hujurat aya 11. Wala msiitane kwa majina yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo mtu utakuta katika jamii zetu, kusema kweli, mtu kapewa jina na wazazi wake ni jina zuri, lakini jamii inamtungia jina jingine kutokana tu na hali yenyewe jinsi ilivyo. Utakuta mtu anapewa jina, mtu labda anaitwa Ali, basi watamuita Madevu, yani kwa sababu tu ni mtu ana ndevu. Hii ni tanabuzu bil alqab, ni kupeana majina yaliyokuwa mabaya. Mtu akabadilishwa kabisa jina, katika jina alilopewa akapewa jina jingine kabisa, akaitwa labda Kichwa. Majina kama yapo, kwa sababu umeona Kichwa, hata Kichwa kwa sababu ana kichwa likubwa, basi jina lake likawa Kichwa, wakati yeye mwenyewe anaitwa Muhammad. Hii jina la Kichwa limejitokeza tu katika jamii. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi, mwingine ataitwa Mapua, mwingine sio ataitwa nani, mwingine almuhimu kuna alqabu mengi ambayo watu wanakuwa wanapeana, ambayo kusema kweli ni jamii ndio inawapa. Hii haipendezi, kwa sababu yule mtu labda kumuita vile kuna mkera, basi muite kwa jina ambalo ameitwa na wazazi wake wawili, wala usimpe majina yaliyokuwa mabaya. Umemwona wapi bwana Fupi Nyundo? Fupi. Sasa Fupi Nyundo ni sio jina lilopewa na baba yake, ili ni jina ambalo nyinyi mmempa kutokana na ufupi wake. Kwa hiyo inawezekana halipendi lile jina, kwa hiyo kwa nini ukafanya hivyo? Kwa hiyo hapo Uislamu unatufundisha kwamba tusiitane kwa majina mabaya, tuitane kwa majina yaliyokuwa mazuri, majina ambayo mtoto kapewa na mzazi wake, jina zuri, usiliache lile ukaenda katika majina yaliyokuwa mabaya. Vile vile katika mambo ambayo yameenea katika zama zetu tulizonazo hivi sasa, ni masala mazima ya kubadilisha majina yaliyokuwa mazuri kwa kuyakatisha, kwa kuiga mila na tamaduni ambazo si za Kiislamu. Kwa hiyo utakuta mtu anaitwa Abdullah, leo anaitwa Duli. Duli ni kitu gani? Huwezi kujua.
Kwa hiyo ni umemkatisha, hiyo ni tanabuzu bil alqab, ni kuitana katika majina sio kwa mazuri. Unafanya ikhtisar katika jina la mtu, unalibadilisha kabisa maana ya jina lile. Ilikuwa namuita anaitwa Abdullah, sasa hivi anaitwa Duli. Kama ni Umar ataitwa Omi, kama sijui ni nani ataitwa. Kila watu wana utaalamu wao kubadilisha haya majina. Kusema kweli, kufanya hivi inakuwa ni kuficha tamaduni zetu za Kiislamu na kuziharibu kutokana na mila na desturi ambazo si za Kiislamu zinazokuja kuharibu majina kama hivi. Unaweza kuona ni vitu vidogo, lakini huo ndio utamaduni unapotea. Haya ndio majina ya Kiislamu yanapotea. Kwa hiyo katika jamii wanapatikana watu wa aina hiyo ambao wanakuwa hawajui hata asili ya majina yao na kuyatukuza kiasi cha kwamba yanaharibu yale majina ambayo wazazi wao wamewapa. Kwa haya ni baadhi tu ya mafundisho ambayo yanapatikana katika swala zima la kumuita au kumpa mtoto jina ambalo wazazi ndio wenye mamlaka hiyo ya kumchagulia jina lililokuwa zuri, jina ambalo litafanana na tabia yake na mwenendo wake na mazingira yake katika siku za usoni. Wapenzi wasikilizaji, hii ilikuwa ni sehemu ya kumpatia mtoto wako jina, na tumeona kwa mukhtasar hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na jinsi gani alivyokuwa amefundisha katika kumpatia mtoto jina na jinsi alivyokuwa amewabadilisha majina ya watoto ambao yalikuwa hayarandani na mafundisho ya Kiislamu. Hebu basi tuangalie sehemu ya pili ya darasa yetu ya leo, ambayo ina uhusiano na masuala mazima ya kutahiriwa kwa mtoto au kupelekwa, wanasema kumfanyia sunna mtoto anapokuwa amezaliwa. Nini maana yake, na hadithi zinazoonyesha kwamba jambo hili ima ni sunna au ni wajib, na wanazuoni wa Kiislamu wanalisemaje jambo hili. Je, jambo hili ni wajib kwa kila Muislamu, mtu wa Kiislamu kufanyiwa, au sio wajib? Tuone mawazo yao wanavyofikiria kutokana na hadithi na kutokana na aya na hadithi ambazo wamezipata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza tuangalie maana ya neno lenyewe. Katika Kiarabu tahara au kutahiriwa kwa mtoto kunaitwa khitan. Kwa hiyo hili ni swala ambalo tutalikuta katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimezungumzia, limetaja neno khitan. Sasa nini maana ya al-khitan? Al-khitan fi lugha maanahu qat'u al-qulfa ay al-jilda allati ala ra'si adh-dhakar. Kwamba tahara katika kilugha maana yake ni kukata ngozi ambayo ipo katika sehemu ya juu ya utupu ule wa mtoto wa kiume. Ile ngozi ya sehemu ya juu inakatwa. Hii ndio maana inaitwa al-khitan. Kwa hiyo maana yake ni kutahiriwa au kwenda jando au kuingia sunna katika maana zote ambazo zinatumika katika jamii zetu. Wa fi istilahi shar'i huwa al-harfu al-mustadir ala asfali al-hashafa ay mawdi' al-qat' min adh-dhakar وهو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. Na katika kisheria maana ya tohara au kutahiriwa au kwenda sunna au kwenda jando maana yake ni kufuata ule mduara au mduara uliopo katika utupu wa kijana wa kiume. Kwa hiyo ile ngozi ambayo inaambatana na ule mduara ikawa imekatwa. Kwa hiyo kinachobakia pale kinabakia ni kitu kinachoonyesha mduara wa ile sehemu ya siri ya mtoto wa kiume. Ile ngozi iliyokuwa pembeni inakatwa kwa vizuri kabisa na kwa utaratibu mzuri, na ndio maana katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa zinazungumzia masuala ya kisheria ilikuwa ikizungumzia al-khitan, kwamba ni ile sehemu ya utupu wa mtoto wa kiume ambayo tayari imekwisha katwa au imekwisha ondolewa ule ugozi wake. Kwa hiyo hii ni maana ya kilugha na maana ya kisheria, kwamba ni kuondoa ngozi ile iliyokuepo katika utupu wa mtoto wa kiume, kuikata katika umbile la mduara na ikawa imebakia katika umbile la mduara kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokiumba kile sehemu ya mwili. Na katika hadithi ambazo zinaonyesha kwamba jambo hili lipo kisheria ni hadithi nyingi, lakini kuna hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnadi yake kutoka kwa hadithi ya Ammar ibn Yasir. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, min alfitra almadmada walistinshaq wa qas alsharib wasiwak wa taqlim aladhafir wa natf alibt walistihdad walikhtitan. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika mambo ya kimaumbile, katika mambo ambayo yanakwenda sambamba na maumbile ni almadmada. Almadmada maana yake ni kusukutua, kuingiza maji mdomoni ukayasukutua kama vile kupiga mswaki. Wal istinshaq, na kupandisha maji katika kona puani na kuyatoa, yani kujisafisha. Wa qas sharib, na kunyoa masharubu
haya ukapunguza masharubu haya, ukayanyoa ukayapunguza kwa pembeni, ukayasiwe marefu sana kama watu wengine wanafuga masharubu yanakuwa kama pembe za mbogo, yanakunja yanakaa hivi kama pembe za mbogo vile. Kusema kweli katika Uislamu hii haipo. Hii sio mila ya Kiislamu, bali anatakiwa ayasawazishe vizuri kabisa, yakae vizuri, yapendeze. Na vile vile asiwak, kupiga mswaki, Muislamu anatakiwa apige mswaki, na kuna hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinasema, laula ana shaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, kama si kuona mashaka kwa umma wangu basi ningewaamrisha wapige mswaki kabla ya kila swala. Kila unaingia katika swala piga mswaki, kila unaingia katika swala piga mswaki. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa katika mambo ya kimaumbile yanayokwenda sambamba na maumbile ni kupiga mswaki vile vile. Utakuta mtu, kusema kweli, watu walikuwa wengi siku hizi hawajishughulishi na masala ya mswaki. Imeingia perfume vidogo vidogo, mtu akiamka asubuhi anajipulizia katika mdomo wake kisha kazi. Au anachukua chewing gum hizi anazitafuna pale, basi anaona kama kapiga mswaki. Kusema kweli hizi si taratibu za Kiislamu. Uislamu unataka kupiga mswaki takriban kabla ya kila swala, kama sio mashaka kwako. Kwa hiyo katika mambo ya kimaumbile ni kupiga mswaki. Vile vile kukata kucha ni katika mambo ya maumbile. Kucha zinatakiwa ziwe zinakatwa ala laqal labda kwa wiki mara moja kabla siku ya Ijumaa. Ni sunna vile unakata kucha zako za mikono, za miguu, na safisha vizuri, sio kuweka makucha marefu. Utakuta vijana wengine kidole kimoja ndio kimeacha kucha moja ndefu, vidole vingine havina kucha. Haya si mafundisho ya Kiislamu haya. Hizi ni mila na tamaduni ambazo hazipo katika sheria za Kiislamu. Unaweza kukuta kucha ile inafuga mauchafu ya kila aina. Kwa hiyo haifai kabisa kwa Muislamu kuwa na makucha. Mwenye makucha, unatakiwa kuwa na makucha ni wanyama. Tunahadithiwa kwamba mashaitani ndio wana makucha marefu. Binadamu Muislamu hatakiwa na kucha zake zinatakiwa ziwe zimekatwa. Kwa katika maumbile ni kukata kucha. Vile vile natf al-ibt, yani kutoa nywele zilizokuwa ziko kwa pani, kuzinyoa hizo nywele za kwapa. Hiyo vile vile ni katika mafundisho ya Kiislamu. Na jingine al-istihdad ni kunyoa nywele ambazo zipo hapa mbele ya sehemu za siri. Hizi nywele zinatakiwa zinyolewe, ziondolewe, zisiwepo. Wal ikhtitan, na vile vile kwenda sunna, kutahiriwa au kwenda jando. Ndio mada yetu ya leo, kwamba hii ni katika mambo ya maumbile kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo khitan, mtoto kufanywa tohara au kutahiriwa, ni katika mambo ya kimaumbile ambayo anatakiwa afanyiwe mtoto pindi anapokuwa amezaliwa. Kwa hiyo hizi ni hadithi ambazo ni moja katika hadithi ambazo zinaonyesha jambo hili kwamba ni la kisheria, si jambo ambalo limebuniwa tu na watu, lakini limetoka katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hebu sasa tuangalie, je, kutahiriwa huku ni wajib am sunna? Tunajua maana ya wajib kwamba ni jambo ambalo analazimika kila Muislamu kulifanya, na sunna ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu kwa mujibu wa sheria za kifiqhi. Lakini maana kubwa ya kisunna ni mambo yote aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapozungumzia sunna katika sheria za kifiqhi, ndio zile ambazo inaoingia hukumu kwamba sunna ni ile jambo ambalo mtu akilifanya anapata thawabu na akiliacha hapati dhambi. Hii ni maana ya kifiqhi, maana ya kisheria ya neno sunna. Kwa hiyo tuangalie, je, kutahiriwa au kwenda sunna au kwenda jando ni wajib, ni jambo la lazima, am ni sunna? Katika kuliangalia hili, wanazuoni wa Kiislamu wametofautiana katika kuliendea hili. Kuna wanazuoni ambao wamesema kwamba hili jambo ni sunna, kwamba ni mtu akilifanya anapata thawabu, na asipolifanya basi anakuwa hapati dhambi. Miongoni mwa wanazuoni hao ni Imam Al-Hasan Al-Basri na Imam Abu Hanifa, huyu ni kiongozi wa madhhabu ya Hanafia, na baadhi ya wanazuoni wa madhhabu ya Kihambali ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Wao wanasema kwamba hili jambo ni sunna, na wanahoja katika hayo waliyozungumza. Miongoni mwa hoja zao ni ile hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad kutoka kwa Shaddad ibn Aus kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, al-khitanu sunnatun lirrijal wa makrumatun linnisa, kwamba tohara ni sunna kwa wanaume na ni kuwakirimu wanawake. Kusema kweli, hadithi hii kwa mujibu wa mtiririko wa watu wa hadithi wameidhoofisha kwamba hii hadithi ni dhaifu, na hadithi dhaifu mara nyingi huwa haichukuliwi katika masala ya hukumu. Huwezi kuiweka kwamba ni dalili ya kutolea hukumu kama tutakavyokuja kuona huko mbele, lakini kwa sababu wanazuoni wengi wameiandika, tumeona na sisi tuhitaji hapa iwe ni miongoni mwa mafundisho ambayo tunayapata katika somo hili. Utaisikia hii hadithi mara nyingi, lakini utakapoisikia uelewe kwamba hadithi hii wataalam na wanazuoni wa somo la hadithi wamesema kwamba hadithi hii ni dhaifu katika ile sanadi yake, na hadithi inapokuwa dhaifu basi haifai kutolea hoja katika dalili au kuiletea kwamba hii ndio dalili.
bali unaweza kuizungumzia katika mambo mengine, lakini si katika kuitolea hoja kama dalili. Kwa hiyo hii ni dalili ambayo imetolewa na wanazuoni hawa wakubwa kina Imam Hasan al-Basri na baadhi ya wanazuoni na Imam Abu Hanifa mwenyewe na baadhi ya wanazuoni wa madhhabu ya Hanbali, kwamba swala la kwenda sunna la tohara la kutahiriwa na jando ni swala la sunna katika mafundisho ya Kiislamu. Lakini hoja walioitolea katika hadithi hiyo wametoa katika hadithi iliyokuwa dhaifu. Na vile vile hoja yao nyingine ambayo wanaitoa ni kutokana na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tumeizungumza mwanzo pale, kwamba katika mambo ya kimaumbile wanasema kwamba ukiangalia ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameunganisha kwamba kutahiriwa, ameunganisha na mambo mengine. Mathalan ameunganisha na swala kukata kucha, la kunyoa kwapa, ameunganisha na swala. Kwa hiyo ukiona kukata kucha sio wajibu, kunyoa kwapa nayo ni kutoa tu nywele zilizo katika kwapa. Kwa hiyo haya ni masala ambayo yanakuwa ni sunna. Kama haya yalozungumzwa ni sunna na ikaingizwa na kutahiriwa katika miongoni mwa mambo hayo ya kimaumbile, basi nayo inakuwa ni sunna, sio wajibu. Kwa hiyo hoja yao nyingine ni kwamba ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema kuna mambo ya kimaumbile yale ya kupiga, ya kusukutua, ya kupandisha maji puani, ya kunyoa, kukata masharubu yako, ya kupiga mswaki, ya kuondoa kucha, ya kunyoa kwapa, ya kunyoa sehemu za mbele, ikiwa mambo haya yamewekwa kimaumbile pamoja na kutahiriwa, basi vile vile kutahiriwa kunakuwa ni sunna, kwa sababu kama kutahiriwa kungekuwa ni wajib, basi vile vile kusukutua kungekuwa ni wajib. Lakini wote tunajua kwamba kusukutua sio wajib, kusukutua ni sunna. Tunafahamu kwamba kupiga mswaki sio wajib, kupiga mswaki ni swala la sunna. Kwa hiyo kama kupiga mswaki ni sunna, kusukutua ni sunna, kunyoa nywele zako hapa ni sunna, basi na kutahiriwa nako vile vile nini? Ni sunna. Kwa hiyo hii ni hoja yao ambayo vile vile wameizungumzia wanazuoni hao wa Kiislamu katika kuonyesha kwamba swala zima la kutahiriwa kwa mtoto ni swala la sunna, kwa maana wazazi wakimfanyia mtoto wao wanakuwa wamepata thawabu katika swala hilo. Vile vile hoja yao nyingine ni hoja ya kimazingira, nayo ni hoja ambayo inasema yale ambayo aliyazungumza Imam Hasan al-Basri, kwamba Imam Hasan al-Basri anasema قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الأسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي فما فتش أحدا منهم فلو كان الختان واجبا لما قبل إسلامهم حتى يختتنوا. Katika maneno haya Imam Hasan al-Basri anasema katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walisilimu watu wengi, walisilimu watu weusi kwa weupe, walisilimu Warumi kwa Waajemi, walisilimu Wahabeshi na makabila tofauti. Lakini wote waliosilimu hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya taftishi, yani hakuwasachi ni wangapi katika wao ambao wametahiriwa na wangapi ambao hawakutahiriwa, bali walikuwa kislimu na wanakubaliwa Uislamu wao. Kama ingekuwa kutahiriwa ni wajibu, basi ni lazima, yani basi Mtume asingekubali Uislamu wao mpaka kwanza waende wakafanyiwe tohara. Kwa hii vile vile ni hoja inayotolewa na kundi hili ambalo linasema kwamba kwa tohara ni sunna na wala si jambo la wajibu. Na hoja yao ya tatu ni hii ambayo wameizungumza. Lakini upande mwingine wako ambao wanasema kwamba swala hili la tohara na kutahiriwa ni swala la wajib. Nao ni kina nani? Ni Imam Shabi, Imam Ar-Rabi'a na Imam Al-Auza'i wa Yahya ibn Sa'd al-Ansari na Imam Malik, mmoja katika viongozi wa madhhabi ya Maliki, muasisi wa madhhabi ya Malik, na Imam Shafi'i, huyu ni katika maima wetu waislamu wengi waliopo Afrika Mashariki ni wanasema wenyewe ni wafuasi wa madhhabi ya Shafi'i. Kwa Imam Shafi'i naye anasema hili jambo ni wajib, na Imam Ahmad ibn Hanbal naye anasema jambo hili ni wajib vile vile. Lakini Imam Malik ndio mwenye msimamo mkali katika maimamu wote, ambaye anasema kwamba man lam yukhtatan lam tujza imamatuhu wa lam tuqbal shahadatuhu. Imam Malik anasema mtu ambaye hakuenda kutahiriwa au hakutahiriwa hafai kuwa imamu, hafai kuwaswalisha watu, na kama atawaswalisha basi swala zao zitakuwa haziswihi, na vile vile haikubaliki shahada yake, haikubaliki shahada yake. Anapokuwa ametoa ushahidi mbele za watu, basi shahada yake inakataliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakutahiriwa. Hii ni msimamo mkali wa Imam Malik katika swala hili. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna kundi la watu waliozungumza mwanzo wanasema ni sunna, kuna kundi la pili linasema ni wajib, na ndani ya wanaosema wajib Imam Malik ndio mwenye msimamo, anaongoza kundi hili kwa msimamo mkali wa kusema kwamba huyu mtu hafai hata kuwa imamu, bali hata shahada yake haifai kukubaliwa katika hilo. Na hawa nao hawakusema haya kwa rai zao au kwa mapenzi yao, walikuwa na ushahidi kutoka katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na Abu Daud an Uthaym ibn Kulayb an abihi an jaddihi annahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad aslamtu
Katika hadithi ile upokewa na Kaleb kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, anasema kwamba nilikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia nimesilimu ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alqi anka sha'rul kufr, nyoa nywele zako hizo kwanza za ukafiri, wakhtatin, na uende ukatahiriwe. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu hadithi sahihi iliyopokewa na Imam Ahmad na Abu Daud. Kwa hii ni hoja ya kwanza ya kundi hili wanaosema kwamba kutahiriwa ni swala la wajibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia nyoa alafu nenda katahiriwe. Kama ingekuwa ni sunna angemwacha, lakini anamwambia nenda ukatahiriwe kwanza. Hadithi nyingine au shahidi wa pili ambao wanaotegemea kundi hili la pili, warawa Harb fi masailihi an Zuhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslama falyaktatin wa in kana kabiran. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayesilimu basi na afanyiwe tohara, atahiriwe, hata kama mtu huyo ni mkubwa basi na atahiriwe. Kwa hii ni uthibitisho wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoonyesha ulazima wa swala hili kufanyiwa mtu ambaye amekuwa ni Muislam. Ni ulazima wa Muislam kuwa amekwisha fanyiwa jambo hili la kutahiriwa. Pamoja na kuwa hadithi hii ina vile vile ina tatizo katika sanadi zake na ni dhaifu, lakini inapewa nguvu na hadithi nyingine ambazo zinasisitiza katika swala hili la kufanya nini, la Muislam kuwa ametahiriwa. Katika hadithi nyingine ambazo vile tunazipata ni katika hadithi ya Salim an Amr ibn Haram an Jabir an Yazid an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala al-aqluf la tuqbal lahu salah wa la tu'kal dhabihatuhu. Hii ni hadithi vile vile iliyopokewa na Ibn Abbas radhiallahu Mwenyezi Mungu ziwaendea, anasema mtu ambaye hajatolewa ngozi yake, yani hajakwenda sunna, haikubaliwi swala yake, wala akichinja msile mnyama wake. Hii ni katika hadithi vile vile iliyopokewa na Ibn Abbas inayoonyesha kwamba swala hili ni zito na lina umuhimu wake katika Uislamu. Na vile vile katika mahadithi nyingine tunazozipata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Baihaqi, kutoka kwa Musa ibn Ismail ana Ali radiyallahu anhu qala wajadana fi qa'im sayf rasul sallallahu alayhi wasallam fi sahifa anna al-aqluf la yutraku fi al-islam hatta yuhtatan. Maana ya hadithi ni kwamba mtu ambaye hajakwenda sunna asiachwe katika Uislamu mpaka akisho kwamba ametahiriwa. Haya ni baadhi ya mafundisho yanayotokana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni hoja zinazotolewa na kundi linalosema kwamba kutahiriwa ni wajib kwa kila Muislamu. Kwa hiyo tunaona kwamba kila kundi linategemea hadithi zake, lakini kundi ambalo lina hadithi zenye nguvu ni kundi la pili linaloonyesha kwamba kutahiriwa ni wajib kwa sababu hadithi zao zimekuwa ni sahihi, na lile kundi la kwanza wametegemea katika hadithi ambayo kusema kweli hadithi yenyewe haikuwa na nguvu sana, lakini vile vile wakategemea na hoja ya Imam Hasan al-Basri ambaye anasema kwamba walisilimu watu wengi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haikuthibiti kwamba Mtume aliwatafuta wote ambao hawakwenda sunna basi akawapeleka sunna, bali aliwaacha vile vile, kuonyesha kwamba lile jambo ni la sunna. Sasa hapa tuko katika kundi la pili kuonyesha nao dalili zao zinasema nini, alafu baadaye tutaangalia ni kundi gani ambalo lina hoja zenye nguvu zaidi. Vile vile na wale ambao wanasema ni wajibu kutahiriwa miongoni mwa wanazuoni wa Kiislamu wanazungumzia kwamba hoja yao nyingine ni hoja ya kiakili na hoja ya kiibada, kwamba mtu ambaye ugozi wake haujakatwa mara nyingi inasababisha kufisadika kwa tohara yake na swala zake, kwa sababu lile lingozi huwa linastiri uchafu chini yake. Kwa hiyo hupatwa na mikojo. Vile vile inakuwa hawezi huyu mtu kustanji kwa kutumia udongo, inakuwa ni vigumu kwake kufanya swala hilo. Kwa hiyo wakati wote tohara yake, na tohara tunajua ndio ufunguo wa ibada, kwa hiyo tohara yake inakuwa ipo katika mashaka. Kwa hiyo mtu anapokuwa tohara yake ipo katika wasiwasi, inakuwa ni vigumu kwa mtu huyu kuweza kutekeleza ibada yake ya swala kwa ukamilifu. Kwa hiyo ndio maana wakasema kwamba swala hili ni wajibu kwa kila Muislamu kuweza kuwa amelikamilisha au amefanyiwa swala la kukhitaniwa au swala la tohara au swala la kupelekwa jando. Vile vile wakazungumzia kwamba hii ni mila yetu sisi Waislamu, kutokana na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyopo katika surati An-Nahl aya 123. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema thumma auhaina ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifan, kwamba tumekupa wahi wewe kwamba wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufuate mila ya Ibrahim iliyokuwa ya kisawasawa, mila iliyokuwa ya Kiislamu, mila iliyokuwa nzuri kabisa. Na tunafahamu kwamba Nabii Ibrahim miongoni mwa mila zake ni kwamba ni kutahiriwa, na Nabii Ibrahim alitahiriwa akiwa na umri wa miaka 80 kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu
sallallahu alayhi wasallam, iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimwendea, anasema anna Ibrahim alayhi salam ukhtutina wa huwa ibn 80 sana, kwamba Ibrahim alayhi salam alitahiriwa akiwa ni kijana au ni mtu wa miaka 80. Kwa ikiwa Nabii Ibrahim, tumeamrishwa sisi tufuate mila za Nabii Ibrahim, na Nabii Ibrahim alitahiriwa pamoja na ukubwa wa miaka 80. Kwa hiyo swala la kutahiriwa ni wajib kwa mujibu wa wanazuoni wa kundi hili la pili, ambao wanasema swala hili ni la wajib na wala sio la sunna. Na katika hadithi nyingine ambayo inawapa nguvu hawa, wanasema katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka kwa Imamu Ahmad kutoka kwa Abi Ayyub, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, mambo manne ni katika nyenendo za mitume. Ya kwanza al-khitanu, ni kutahiriwa, kwamba hili ni swala ambalo mitume wote wamelifanya. La pili ata'attur, ni kujitia manukato, ni mitume wote wamefanya. La tatu ni asiwak, ni kupiga mswaki, mitume wote wamefanya. Na la nne an-nikah, ni kuoa, mitume wote wamelifanya na watalifanya. Kwa Nabii Isa alayhi salam pindi atakaporudi naye vile vile ataoa kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Kwa hizi ni hadithi ambazo wanazitolea hoja kundi hili la pili kuonyesha kwamba swala la kumtahiri mtoto ni swala la wajib kutokana na hadithi ambazo wamezitoa. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo haya tunaona kwamba kujibu hoja za kundi la kwanza ambao wamesema kwamba kutahiriwa ni sunna, katika ile hadithi yao al-khitan sunnatan lirijal wa makramatan linisa. Kwanza, hoja ya kwanza inajibiwa kwamba maulama wa hadithi wanasema hiyo hadithi ni dhaifu, na kama hadithi ni dhaifu basi haifai kuitolea ushahidi kwamba huu ndio ushahidi wa kuweka sheria katika Uislamu. Hadithi inapokuwa dhaifu huwa inawekwa pembeni. Hadithi yao nyingine ambao walitegemea kundi la kwanza, walitegemea hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliunganisha swala la tohara, swala la kutahiriwa, na swala la kukata kucha, na swala la kupiga mswaki na kusukutua, na masuala mengine ambayo masuala hayo ni sunna. Kwa hiyo kama haya masuala ni sunna, basi vile vile na kutahiriwa itakuwa sunna. Na hoja ambayo inaweza ikajibiwa hapa kwamba kuna baadhi ya hukumu hata kama zitaonyeshwa kwamba ni sunna, lakini kuna wakati zinakuwa ni wajib ili kuweza kupelekea jambo la wajib kukamilika. Mfano, tunaona kwamba mtu atakapoamua yeye kufuga kucha na zile kucha zikawa zinasababisha kwamba zinaingiza uchafu, hata akiweza kutawadha uchafu ule hautoki, basi kwake ni wajibu kukata kucha. Ni swala ambalo tumeona kama ni sunna, lakini kwake linakuwa ni wajibu kukata kucha katika wakati fulani, pindi kucha zile zitakapokuwa zinasababisha kupelekea jambo la wajibu kutokamilika kufanyika, basi ili jambo la wajibu kufanyika lifanyike, basi ni wajibu kukata kucha katika msingi kama huo. Kwa hiyo sio hoja kusema kwamba haya mambo kwa sababu ni kimaumbile basi ni sunna tu. La, kuna wakati yanabadilika hukumu yake, yanakuwa ni swala la wajibu kufanyika kutokana na kwamba yanazuia au yanaathiri lile jambo ambalo mtu anataka kulifanya la wajibu lisifanyike kwa sababu ya kizuizi hicho. Na hoja yao nyingine wanaosema kwamba Hasan al-Basri alisema walisilimu watu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, weupe kwa weusi, Warumi kwa Wajemi na makabila tofauti, lakini Mtume hakushughulika kuwatafuta ni nani katika wao waliotahiriwa ndio wakubalie, bali waliokubalia hivyo hivyo na hali zao. Hiyo ni hoja ambayo wameitoa, lakini jawabu la hoja huu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana haja ya kutafuta hilo, kwa sababu kila aliyekuwa akisilimu katika zama zile alikuwa akijua kwamba moja katika alama za Uislamu uliokuja nao ni tohara, ni mtu kutahiriwa, na watu walikuwa wakifanya hayo mambo makundi kwa makundi. Kwa hiyo hakukuwa tena na dharura ya kusema kwamba iwekwe taftish au wasachiwe watu kuangaliwa kwamba je wametahiriwa au hawakutahiriwa, kwa sababu kila aliyekuja katika Uislamu alikuwa anajua kwamba shi'ar al-Islam al-khitan, kwamba moja katika alama za Uislamu ni mtu kutahiriwa. Hilo ni jambo ambalo kila mtu alikuwa akilifahamu. Kwa hiyo wote walikuwa wakienda kwanza kutahiriwa kabla ya kuja pale, au akija pale akimaliza tu kushahadia anakimbia moja kwa moja katika masuala ya nini, ya kutahiriwa. Kwa hiyo hii haikuwa ni hoja nyingine inaonyesha kwamba swala hili halikupewa nguvu na Uislamu, bali lilikuwa limepewa nguvu na Uislamu. Kwa hiyo tuna muhasala nihaia, yani tunachokipata mwishoni baada ya kuangalia kwa undani swala hili la kutahiriwa la tohara ni kwamba anna al-khitan ra'sul fitra, kwamba kutahiriwa ndio kichwa cha maumbile ya binadamu, wa shi'arul Islam,
na kutahiriwa ni moja katika nembo za Uislamu, wa unwanu sharia, na kutahiriwa ni address na anwani ya sheria ya Islam, wa huwa wajibun ala dhukur, ni jambo ambalo ni wajib kwa wanaume kufanyiwa. Wa an man lam yubadiru ilayhi fi islami wa lam yuqim ala tanfidhi qabla bulughi fa innahu yakunu athiman, na mtu ambaye hakufanya pupa kufanya jambo hili katika Uislamu wake na wala hakulitekeleza kabla ya kubaligh, basi anakuwa mtu huyu amefanya makosa, murtakibal maasiya, anakuwa amefanya madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ameacha jambo ambalo katika Uislamu ni jambo la lazima kulifanya. Kwa hiyo ndugu zangu mnaonisikiliza, hili jambo la kumtahiri mtoto ni jambo la lazima kulifanya, na inapendeza zaidi kulifanya mtoto anapokuwa yuko mdogo, ili aweze kupona haraka na akue katika makuzi yaliokuwa mazuri. Si vizuri kulichelewesha mpaka mtoto akafika miaka 10, 15, inakuwa tena swala hili nishika nikushike, matatizo mengi yanajitokeza hapa katikati na vitu kama hivyo. Inapendeza kwa mtoto kufanyiwa swala hili akiwa bado mtoto mdogo, ili aweze kukua katika makuzi yaliokuwa mazuri na akue hali ya kuwa hana wasiwasi na apone haraka, kwa sababu mtoto mdogo ni mwenye kupona haraka. Kuna swala jingine hapa linajitokeza na linakuwa linaulizwa mara nyingi. Je, katika swala la tohara, kutahiriwa, msichana je anatakiwa atahiriwe? Tusome katika baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu wanasemaje katika swala hili. Ajma al-fuqaha wal a'immatu al-mujtahidun ala anna al-khitan mustahabbu lil-untha wa laysa biwajib, kwamba wanazuoni na maima wenye wajitihadi katika Uislamu wamekubaliana kwamba kutahiriwa kwa msichana wa kike ni jambo linalopendeza na sio jambo la wajib kama ilivyokuwa kwa wanaume. Kwa wanaume ni wajib, lakini kwa watu wa kike ni jambo ambalo linapendeza. Mtu akitaka kulifanya analifanya, akitaka kuliacha basi analiacha. Isipokuwa tu katika riwaya moja iliyopokewa na Imam Ahmad ibn Hanbal, ambaye amesema kwamba yajib ala nisa wa rijal ala sawa, kwamba ni wajib kwa wanaume na wanawake sawa sawa, wote wanatakiwa waende tohara. Lakini riwaya moja ilitoka kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, isipokuwa maima wote wengine na wanafiki wote wa Kiislamu wanakubaliana kwamba swala hili kwa wanawake ni jambo ambalo linakuwa mustahab, kutokana na hadithi mbalimbali ambazo zimepatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu tohara kwa wanaume inatofautiana kabisa na tohara kwa wanawake, hii nayo imepelekea kulifanya jambo hili lisiwe likapewa uzito mkubwa kwa wanawake, bali wakawa wamewachiwa kwamba kutokana na mazingira yao, kutokana na zile ada za pale na mila, kutokana na hali ambayo inaonekana. Kwa hiyo atakapoamua mtu kumfanyia binti yake, inakuwa hilo jambo ni mustahab, na kama akiona kwamba asifanye basi na asilifanye, hili jambo ambalo limeachwa liko wazi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vile vile naye na mabinti, lakini haikuthibiti kwamba mabinti zake walifanyiwa swala hili la tohara. Hili ilikuwa ni swala ambalo lipo katika jamii wakati ule, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza lifanywe vipi katika zama zile, na ni swala ambalo kusema kweli limeachwa, yani halikuzungumziwa kwa upana na urefu kama ambavyo limezungumziwa swala la kutahiriwa kwa mtoto wa kiume. Kwa hiyo ni swala ambalo halina uzito sana wala halikupewa umuhimu mkubwa sana katika sheria nyingi za Kiislamu. Ni wakati gani basi inapasa mtoto atahiriwe? Wanazuoni wengi wa fiqh na kisheria wamekwenda kwamba mtoto anatakiwa atahiriwe kabla hajafikia baligh, kwa sababu hili swala litamrahisishia yeye katika makuzi yake. Kwa hiyo wali au mzazi wa mtoto yule anatakiwa jitahidi katika siku za mwanzo ule mtoto aweze kumfanyia tohara ile, kama ambavyo walifanyiwa wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi iliyopokewa na Baihaqi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, au amesema huyu Jabir, aqqa Rasulullah alaihi wasallam anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li 7 ayyam, aliwachinjia Mtume sallallahu alaihi wasallam Hasan na Husain na akawatahiri katika siku ya 7. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye inapasa na sisi tuyaige katika kuwatahiri watoto wetu katika siku za mwanzo kabisa za kuzaliwa kwao. Hikma inapatikana katika swala hili la tohara kwa kuwatahiri watoto wa kiume, kwamba hii ni hukumu ya kidini kubwa. Kwanza tunafuata hukumu ya kidini, vile vile ina faida za kiafya nyingi ambazo wanazuoni watu wa masuala ya afya wamezungumzia kwamba mtu aliyotahiriwa ni tofauti na yule ambaye hajatahiriwa, na anakuwa amejiepusha na maradhi mengi ambayo huwa yanatokea kwa sababu hizo.
Kwa hiyo katika hikma za kidini kwamba hii ni fitra ya kimaumbile na ni nembo ya Kiislamu na adresi yake, na kwamba hii ni katika kufuata nyayo na sheria za Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye yeye vile vile alifanya zoezi hili zima la kutahiriwa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwamrisha. Jambo hili vile vile linamaizisha Muislam na asiyekuwa Muislam, na linamaizisha tamaduni ya Kiislamu na tamaduni nyinginezo. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo zinapatikana katika swala zima la tohara au kutahiriwa. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, ndugu zangu wazazi, ni muhimu sana kufuata taratibu hizi za kimalezi kama tulivyofundishwa na dini yetu tukufu, ili tuweze kuwapa haki watoto wetu. Na unapowapa haki watoto wako, basi wanakuwa katika kuielewa ile haki na kuitekeleza, na wanakuwa katika makuzi ambayo yanapendeza mbele ya jamii na yanapendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo la darasa yetu na kipindi chetu ni kuweza kutoa mwangaza katika masala mazima yanayohusiana na malezi, kuanzia pale mtoto anapokuwa yuko mdogo na kuendelea inshallah. Na katika darasa zinazokuja inshallah, Mwenyezi Mungu akituweka hai na akitupa wasaa, tutazungumzia masala mbalimbali yanayohusiana na makuzi ya mtoto, sababu zinazopelekea watoto kuharibika maadili yao, sababu zinazopelekea wakawa wao ni waongo, wakawa wao ni watukutu, wakawa ni kuzungumza matusi, wakawa ni watoto ambao labda hawasikii, wakawa hawafahamu vizuri darasani. Kuna mambo mengi ambayo tutayazungumza inshallah, yatakuwa ni msaada kwako na kwetu sote kuweza kuangalia jinsi gani tunaweza tukawalea watoto wetu katika mazingira yaliyokuwa mazuri kabisa. Kwa huu ni mwisho wa darasa yetu ya namba 4 ambaye tumezungumzia leo inshallah. Tumezungumzia swala zima la kupewa jina mtoto, na tumezungumzia swala zima la kutahiriwa kwa mtoto. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiwafikishe haya tuliyozungumza na atusamehe kwa yale ambayo tumeyakosea. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.